Karibu mtazamaji wa Al-Fatah TV Online popote unapotutazama. Mimi ni Rashid Salim Mohamed na hii ni Al-Fatah TV Online. Na hii ni sehemu ya ziara ya makamu wa pili wa rais Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah. Ameianza jana tarehe 4 katika mkoa Mjini Maghrib, lakini pia leo tarehe 5 imeendelea katika maeneo mbalimbali ya mkoa Mjini Maghrib. Ikiwa ziara hii leo imeanzia katika eneo la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume. Mheshimiwa makamu amekwenda kukagua ujenzi wa Terminal 2 pamoja na kukagua jengo la biashara. Na hii ni hatua kubwa ya kihistoria ambayo Zanzibar siku hadi siku imekuwa ikiandika kupitia utawala huu wa awamu ya 8 ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Wakati tunaleta wazo la kujenga eneo hili, hakukuwa na dhana ya AFCON kufanyika hapa Zanzibar wala Tanzania. Kwa hiyo hii ilikuwa ni focus ya kuona tu namna gani tunaimarisha uwanja wetu wa ndege, kuendelea kukidhi vigezo vya kimataifa, lakini kuendelea kukidhi hali ya ongezeko la abiria hapa nchini. Bahati njema sana imesadif baada ya kuja hili wazo la AFCON, hili ni eneo moja muhimu sana ambalo nalo litakuwa na mchango mkubwa na tutakuwa ni kigenzo kimoja muhimu cha kutusababisha tufanikiwe zaidi katika mashindano haya ya AFCON, kwa sababu moja katika eneo kubwa ambalo wageni wetu watapitia ni lango hili la uwanja wa ndege. Kwa kweli nimepata nafasi ya kutembelea pale business center, nimepata maelezo mazuri ya wataalamu, lakini pia na wizara, na hapa Terminal 2 nimepata nafasi nzuri ya kuona namna gani ujenzi ulivyokwenda. Uwanja wetu wa ndege ukikamilika huu pamoja na maeneo mengine na ile jengo letu la biashara kwa maana business center, kwa kweli naamini uwanja wa ndege wa kimataifa wa Zanzibar utakuwa ni moja kati ya viwanja vya ndege bora duniani. Na kwa kweli Mheshimiwa Waziri, nitaka nitoe pongezi sana kwa Mheshimiwa Rais kwanza kwa maono haya, lakini nitoe pongezi kwa wakandarasi wetu na mshauri elekezi. Wanasema hupaswi kujisemea mwenyewe, lakini mimi nadhani mtu raha hujipa mwenyewe. Baada ya kufanya ukaguzi katika uwanja wa ndege, Mheshimiwa makamu alifanya ziara ya kukagua barabara ya magereza hadi Kinazini BOT. Pia nao ameweza kuikagua, na hapa tulipo sasa mtazamaji, tupo eneo la Mangapwani. Mheshimiwa makamu wa pili anakuja kukagua eneo la kushushia mafuta, na kama unavyoona meli iko hapo ikiendelea na zoezi la kushusha mafuta, lakini pia kuangalia ujenzi ambao unaendelea katika bandari yenye matumaini makubwa kwa Zanzibari. Ni kweli haya yote ambayo yanafanyika sasa hivi tulikuwa tunayazungumza na watu wengi waliamini kwamba hayatatekelezeka. Tumekuja hapa mara kadhaa kuona na tumekuwa tukipata taarifa kama ambavyo nilisema jana na leo nasema. Bahati njema leo nimekuja pia na meli iko hapa. Ni meli ya pili tokea tuanze operation zetu hizi kubwa kufunga hapa na kushusha mafuta moja kwa moja. Kwa kweli hii ni faraja kubwa ya Wazanzibari wote, lakini na Watanzania kwa ujumla. Kwa kweli ni faraja kubwa. Mimi binafsi naendelea kupata faraja kubwa, na naendelea kuambia wananchi wa Zanzibar wategemee mambo mazuri zaidi yale ambayo Mheshimiwa Daktari Hussein Mwinyi aliahidi. Utekelezaji wa kazi hizi ni ishara ya mafanikio makubwa kwa Zanzibar. Mheshimiwa makamu wa pili wa rais baada ya kukamilisha ukaguzi wake katika eneo la bandari ya Mangapwani ameweza kufanya ziara ya kuikagua barabara ambayo imejengwa, ambayo ipo katika hatua za mwisho za ujenzi, barabara hii ya Mangapwani. Na kama unavyoiona kwa kweli barabara iko vizuri, barabara ina viwango na kazi imefanyika hapa. Pia akapata nafasi ya kuzungumza na wananchi ambao walijikusanya hapa kwa lengo la kuja kuonana naye akapata fursa ya kuzungumza nao. Jana nimeanza ratiba hii ya kutembelea miradi ya serikali, lakini na leo tumefanya hivyo. Bahati njema jana na leo ilikuwa ni wizara moja, vitu tofauti lakini wizara moja, wizara ya ujenzi na uchukuzi. Lakini jana na leo mtakuwa mashahidi, tumeona mambo makubwa ambayo yanakwenda kuwanufaisha wananchi wa Zanzibar, yanakwenda kufungua uchumi wa Zanzibar, yanakwenda kuongeza kasi mafanikio, mapato ya serikali kwa namna ile ile ya kukuza uchumi katika maeneo mbalimbali. Tumetembelea miundombinu ya viwanja vya ndege, miundombinu ya bandari, lakini miundombinu ya barabara na mambo mengine. Kila eneo tumekuta mambo mengi tofauti. Na mimi ziara yangu ya jana na leo
kila nilipokwenda nimeridhika kabisa na maendeleo na kazi ambayo inafanywa, lakini na usimamizi ambao unafanywa. Kazi hizi zote ambazo zimefanyika, lengo lake moja tu, ni kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wanaendelea kupata huduma stahiki kwa mujibu wa utaratibu ulivyo. Kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais na kumpongeza kwa kazi kubwa, maono makubwa, uthubutu wake na ujasiri wa kuamua kuyatekeleza haya, lakini kuamua wananchi sasa waendelee kufaidika kwa yale matunda ambayo amekusudia wananchi wayapate. Hii ni Al-Fatah TV Online na mimi ni Rashid Salim Mohamed nikikamilisha taarifa hii kutoka katika eneo hili la michungwa miwili. Endelea kwa nasi na endelea kututazama. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.